ya ukumbi wa Kiislamu, mjadala wa leo ukiwa ni juu ya mwanamke sehemu ya 5. Saa 1:30 tasomewa taarifa kamili ya habari na kufuatiwa na utabiri wa hali ya hewa. Kisa kwa jina vishindo katika mchezo wa kuigiza wa Plot 10 ambapo bibie Kajogoo aongeza pesa za maji katika ploti ni hapo saa 2:05. Makala ya majadiliano ya face to face, mjadala ukiwa ni juu ya ukodishaji wa nyumba ni hapo saa 2:35. World Roast ni kipindi kipendacho ambacho kitaweza kujua saa 3:30. Kwa hivyo kumbuka kutazama mambo yanavyozidi kupamba moto kwenye kipindi, ambapo utaona kama mamake mzazi Rose ameweza kumtambua. Makala yetu ya mwisho ya Top Rank Boxing yatakujia saa 4:15. Tutarajia kufunga kituo mwendo wa saa 6 za usiku baada ya kujiunga na ndugu zetu Waislamu kwa mawaidha mafupi ya dini ya Kiislamu kutoka kitabu kitakatifu cha Qur'an. Huo basi ni utaratibu wa vipindi vilivyosalia, na kwa niaba ya wote tunaoshirikiana kuwaletea vipindi, nazidi kukutakia utazamaji mwema. Kwa sasa karibu kwenye makala ya ukumbi wa Kiislamu. فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Karibuni watazamaji wangu wapenzi katika kipindi chetu tukipendacho cha ukumbi wa Kiislamu ambacho huwajia kila wiki siku ya Ijumaa, na tunatakia utazamaji mwema. Bila kupoteza wakati, mashekhi wangu leo alhamdulillah ni watatu, na wa kwanza kabisa ni Sheikh Ali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Ali kama mnavyofahamu kuwa yeye ni imamu katika msikiti mkuu au msikiti wa Jamia Nairobi. Sheikh wetu wa pili au mwalimu wa pili ni Sheikh Muhammad Shebana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sheikh Muhammad Shebana ni mwalimu mkuu katika Madrasati Nur Al-Islamia Biafra, na pia mashallah anafanya kazi nzuri na amepigisha hatua katika hii madrasa ya Biafra. Na mwalimu wetu wa pili ni Sheikh wa tatu ni Abu Bakar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Abu Bakari ni mwalimu mkuu naye pia katika Madrasatul Huda Chundwa Lamu, na pia inshallah anafanya kazi nzuri katika madrasa hiyo ambayo nafikiri wakati mwingi tunaisikia pia Madrasatul Huda. Bila kupoteza wakati katika kipindi chetu hiki ni kile cha heshima ya mwanamke, na katika heshima ya mwanamke imezungumzwa mambo mengi, lakini bado katika kipindi ambacho tulikuwa kimekizungumza cha heshima sehemu ya li wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin faqala rabbi inna ibni min ahli فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك. Katika hiyo barua tuelezee hadithi iliyokupendeza sana. Tafadhali tupe huu msaada ili tukuhudumie vizuri. Anwani yetu ni Mtayarishi Tahamaki, KBC, sanduku la posta 30456 Nairobi. Kumbuka, mwisho wa kupokea barua ni tarehe 30 mwezi huu.
Kumbuka manufaa ya kipindi hicho ni kukufurahisha. Kwa hivyo kumbuka kuyatuma maoni yako kwa mtayarishi wa kipindi cha Tahamaki. My name is Captain H, and my fellow captains will be landing at shops and homes all over the country. Show us a can of new perfume It to win instant fabulous prizes. And watch out for us. A painful headache can feel like a hammer pounding away inside your head. You need fast relief. Action has more power to relieve pain. Each Action tablet contains 3 fast-acting ingredients to bring effective relief and stop the pounding. Get Action, the powerful pain reliever. If symptoms persist, seek medical advice. Look at the children. They always have so much energy and they love their food. Thanks to Kimbo, it brings out the real natural taste of food. Kimbo is so white and pure, and food cooked with Kimbo provides all the health and strength your family needs to work and play. For the true natural taste of food, cook with Kimbo. Pika kwa Kimbo, pika kwa Kimbo, pika kwa Kimbo. Well, I wanna be me, and don't wanna be you. I wanna live and do what I wanna do. Just wanna be me, I wanna be free. I wanna live my life very free. Free with freedom, free with freedom. Everybody suffers from bad breath at some time, which can lead to embarrassing situations. A quick rinse of Listerine every day leaves you more confident. Listerine, the antiseptic mouthwash for more confidence. Warner Lambert, makers of Listerine, the hygienic mouthwash, joins you in celebrating Happy Diwali. Just write what you feel, straight from your heart. Tender and warm, side by side, while love's getting strong. Just write what you feel, just write what you feel. Hamjambo na karibuni. Mkurugenzi mpya wa idara ya kukabiliana na ufisadi Bwana Stanley Mutungi, ambaye pia ni afisa wa idara ya upelelezi CID, leo alitoa wito kwa wananchi waisaidie idara hiyo kuafikia lengo lake kwa kujitolea kuwafahamisha maafisa wa polisi juu ya visa vyovyote vya ufisadi. Katika taarifa yake kwa waandishi wa habari, Bwana Mutungi
Alisema kwamba visa vya ufisadi kwa kawaida huhusisha zaidi ya mtu mmoja na kwamba hatimaye visa hivyo hufahamika vyema miongoni mwa wananchi. Kwa hivyo aliwashauri wananchi wasiliane na idara yake kupitia makao makuu ya idara CAD, sanduku la posta 30036 Nairobi, au nambari ya simu 7230900, au wasiliane na yeye binafsi kwenye makao hayo makuu ya idara ya CAD. Habari zote zitakazopokelewa na idara yake hazitatolewa hadharani. Bwana Mutunga, ambaye pia ni kaimu msaidizi wa kamishna wa polisi, alimshukuru Rais Moi kwa kumteua katika wadhifa huo mpya na kumhakikishia kwamba atafanya kila iwezalo kukomesha ufisadi humu nchini. Mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa umeandaa warsha kwa makatibu wa wizara mbalimbali kuhusu ugonjwa hatari ukimwi na viini vyake pamoja na maendeleo katika hoteli moja hapa mjini Nairobi hivi leo. Warsha hiyo ina lengo la kutoa ufahamu zaidi juu ya hali ya ugonjwa huo na madhara yanayotokana nayo. Pia ina lengo la kutafuta njia kwa wafanya wananchi waweze kujiepusha na ugonjwa ukimwi na kutafuta maongozi na mipango inayohitajika kukabiliana na ugonjwa huo. Mwandishi wetu wa habari Emmanuel Juma ana maelezo zaidi. The workshop has come at a time when the impact of AIDS is being felt in all sectors of national development. Already, the epidemic's impact is being integrated in all spheres of development, while it's generally agreed that collaborative efforts are needed in the fight against the disease. The United Nations Development Program representative to Kenya, David Wallace, said at the seminar that recommendations made at various workshops sponsored by the UN body will be presented for discussion and ratification where necessary. The workshop is a deliberate move to engage opinion leaders and the population in responding to the epidemic in an informed and constructive manner. At the end of it, the participants are expected to have gained more constructive information to enable them face the reality and future responses to the epidemic. They are expected to develop new ways of looking at development in the era of the HIV epidemic, and equally, the participants will be able to identify the policies and programs needed at all levels to act on the challenges of the killer disease. Emmanuel Juma, reporting for KBC, Nairobi. Waziri wa Ujenzi Profesa Jonathan Ng'eno ametoa wito kwa makabila mbalimbali humu nchini yao yakiaminiana badala ya kuzusha hali ya kutoaminiana miongoni mwao. Alisema hii ni muhimu kwa umoja kuweza kudumishwa. Akisema kwamba makabila yote ni sawa kwa Mungu na sheria, Profesa Ng'eno alikariri kwamba wananchi wote bila kujali misingi yao ya kikabila wanapaswa kuheshimu haki na mali ya wenzao. Profesa Ng'eno alikuwa akiongea katika makazi ya marehemu Kipsongol Kosgei huko Kericho wakati wa harambee kuwasaidia watoto wa marehemu wanaosomea ng'ambo. Kosgei ambaye alifariki hivi majuzi katika ajali ya barabarani alikuwa mbunge wa Kericho Mashariki wakati mmoja. Jumla ya shilingi 1250 zilichangwa huko Profesa Ng'eno akitoa shilingi 70,000 ambazo zilikuwa ni pamoja na shilingi 50,000 kutoka kwa Rais Moi. Askofu Tanui alitoa shilingi 40,000 zikiwemo shilingi 5,000 kutoka waziri Kipkale Kunez na shilingi 2,500 kutoka mbunge wa Belgat Bwana Kiptarus Kiriolo. Ofisi ya chama cha KANU imefunguliwa katika kata Katuri Kusini, tarafa Manyata, wilayani Embu, sehemu ambako wananchi wengi waliwapigia kura na chama wa vyama vya upinzani wakati wa uchaguzi mkuu wa vyama vingi uliopita. Afisi hiyo ambayo iko katika kituo cha biashara cha Nembure imefunguliwa kwa lengo la kuwavutia wananchi katika sehemu hiyo kukiunga mkono chama cha KANU. Katika mahojiano na shirika la KBC baada ya afisi hiyo kufunguliwa rasmi, mwenyekiti wa tawi la Embu la chama cha KANU wakili Samuel Gashora alitoa wito kuwa na ushirikiano miongoni mwa wakazi wa sehemu hiyo bila kujali misimamo yao ya kisiasa. Bwana Gashora alisema kwa ingawaji wananchi wengi walipigia kura vyama vya upinzani mwaka jana, kuna wafuasi wengi wa chama cha KANU katika sehemu hiyo ambao wametatizika kutokana na uongozi mbaya. Miongoni mwa walioshuhudia shughuli hiyo ni pamoja na diwani wa chama cha Ford Asili katika sehemu hiyo,
aliyepia naibu wa mwenyekiti wa baraza la wilaya Embu, diwani Njiru Chericher na maafisa mbalimbali wa chama cha KANU. Huku viwanda vikiendelea kuongezeka humu nchini, watu wanaohusika na shughuli hiyo wanapaswa kuulinda umma dhidi ya uchafuzi. Waziri msaidizi katika Wizara ya Utafiti, Mafunzo ya Kiufundi na Teknolojia, Bwana Francis Kagwima alisema hayo leo wakati wa kufungwa kwa semina siku 5 kuhusu nguvu za atomic na masuala ya mazingira. Semina hiyo ilifanyika katika taasisi ya utafiti ya madawa humu nchini Kenya. In Kenya, especially in the agricultural sector. However, I wish to stress that we are interested in increased production as we are interested in health of the community. We would not like to expose our people knowingly or unknowingly to immediate or future dangers, and I believe other developing countries will agree with you. We have placed a lot of trust in you scientists to tell us when we expose our environment and therefore the population to unnecessary danger. Kituo cha watoto cha Bethlehem hapa Nairobi kinahitaji msaada. Kituo hicho ambacho kinahudumia zaidi watoto 300 kutoka jamii maskini hakina rasilimali za kutosha. Jamii ya Kiesha hivi majuzi lilisaidia kituo hicho na vyakula na bidhaa nyinginezo za thamani ya shilingi 75,000. Jamii hiyo pia ilitoa mabati 40 takriban shilingi 15,000 kwa mchuuzi mmoja ambaye kioski chake na mali yake ilichomwa moto mwezi jana. Mwandishi wetu wa habari Solomon Mugera ana maelezo zaidi. Ya fukara. Miaka mingi niliteseka, wakati wangu kukosa mali. Maradhi ya damu mipani nikala, maradhi ya tari mapele kanishika, mavazi kararuka, katembea matambala, jalali kanihurumia, kanileta Bethlehem. Bethlehem nyumba ya mkate, wa kiroho na wa kimwili, mavazi ya bure kanipalisha, kanishibisha, kanistarehe. Since we don't have donors, the organizations assisting us, so the people who assist us are on regular basis, we have a big problem in feeding the children and even learning the education smoothly. Kilio chake kiliwavutia jamii moja ya Kihindu ambao walitoa msaada wa vifaa mbalimbali pamoja na vyakula vyenye thamani ya takriban shilingi 75,000. Hawa ni watoto wanaohitaji malezi bora, nafasi na msingi imara wa masomo na isitoshe msaada zaidi ili kuyasawisha maisha yao. Solomon Mgera, KBC, Kayole. Watu 9 walifariki na wengine wakajeruhiwa wakati matatu walimokuwa wakisafiria ilipohusika katika ajali na lori moja karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi mjini Mombasa. Kwa mujibu wa watu walioshuhudia ajali hiyo, matatu hiyo ambayo ilikuwa ikielekea Mazeras ilikuwa inabeba abiria 20 na iliharibiwa kabisa wakati wa ajali hiyo. Lori hilo ambalo lilikuwa likibeba pombe, hata hivyo, liwavutia watu wengi ambao walianza kuiba pombe hiyo. Wakati mwandishi wa habari wa shirika la KNA walipofika mahala hapo, watu kadhaa walikuwa wakiendelea kuiba pombe hiyo. Wakazi wa tarafa ya Samburu wilayani Kwale wamehakikishiwa kwamba tatizo la maji la wakabili litatatuliwa mara tu awamu ya pili ya mfereji wa Mzizima utakapokamilika. Akiongea wakati wa ziara yake katika tarafa hiyo, mkuu wa mkoa wa Pwani Bwana Mbuo Waganagwa alisema kwamba mbali na tatizo la maji, wakazi wa sehemu hiyo pia hawana vifaa vya elimu na mawasiliano. Shinda kubwa ya watu wa Samburu wakiwa ni ile kinango. Number 1 ni maji, na inajulikana maji imesumbua watu zaidi. Nataka kuwatuliza roho, niwaambieni serikali inajitahidi zaidi. Mpango wa maji ambao umetengenezwa na umechorwa ili kutengenezea watu maji umekushamalizika, isipokuwa sasa kama tunavyosema, serikali sasa ni lazima kupata pesa kutokana na wale ambao ni wafadhili, lakini nina hakika mtapata maji.
Have a good close look at Cousins Baby Soap. Feel how mild it is. Feel how gentle it is. Pure, mild Cousins with gentle emollient moisturizers. How safe for sensitive skin. Pure and mild Cousins Baby Soap with gentle moisturizers. For your special baby, there's nothing quite like Cousins Care. Tired muscles, aching muscles, muscular aches and pains. Now there's Hetol Chinese Balm. Herbal, heat-generating balm from the Orient. Deep penetrating heat to soothe away muscular aches and pains. Hetol is deep penetrating, and I know. Hetol is fast-acting. Hetol is warm and soothing. Hetol, heat-generating balm from the Orient. Hetol Chinese Balm. Rais wa muda wa Nigeria Bwana Ernest Shonekan aliambia bunge la nchi hiyo mjini Abuja hapo jana kwamba hatokubali matakwa ya raia wa nchi hiyo ya kumtaka ajiuzulu. Bwana Shonekan alisema hayo wakati maelfu ya wanafunzi na wafanyikazi walipofanya maandamano katika uliokuwa mji wa nchi hiyo Lagos, na vyama vya wafanyikazi kutisha kufanya mgomo kwa sababu ya hatua ya kuongezea bei ya mafuta kwa kiwango kikubwa. Military rule is over in Nigeria. However, ladies and gentlemen, serious dissension among the political class still persists, and this remains a clog in the wheel of transition. For us as a people, the working of a National Assembly is today the clearest insight we can have to the thinking, strategy, and vision of our political class. The head of state also described the interim national government as a constitutional government under the law, and therefore urged the legislators to comprehend what he called the deeper meaning of separation of powers. Tusheneko says the separation of powers ought not to be a separate or divergent national agenda. Watu wawili raia wa Uchina waliodai ati wao ni wanaharakati wa kidemokrasia leo waliteka nyara ndege moja ya Uchina na kuilazimisha kusafiri hadi Taiwan. Hiki kikiwa kisa cha 7 cha utekaji nyara ndege ya Uchina mwaka huu. Watu hao waliokuwa wamejihami kwa visu na mabomu bandia waliteka nyara ndege hiyo iliyokuwa na watu 82 huku ikiwa katika safari ya ndani ya nchi, na kisha wakailazimisha kusafiri hadi Taiwan, kukutisha kwamba vifaa walivyokuwa navyo vilikuwa mabomu halisi. Baadaye walijisalimisha kwa maafisa wa Taiwan kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Taipei na kuomba hifadhi ya kisiasa, wakisema kwamba wao walishiriki kwenye harakati za kudai demokrasia zaidi ambazo ziligandamizwa na serikali ya Uchina mnamo mwezi Juni mwaka wa 89. Afisa mmoja wa ngazi za juu huko Taiwan alisema kwamba ndege hiyo na wafanyikazi wake pamoja na abiria iliteremsha huku Uchina hivi karibuni, huku watekaji nyara hao wakizuiliwa huku Taiwan ili kufunguliwa mashtaka. Visa hivyo 7 vya utekaji nyara ndege za Uchina na kuzilazimisha kusafiri hadi Taiwan tangu mwezi Aprili mwaka huu, ikiwemo kile cha Jumatatu iliyopita, vimesababisha mtafaruku mkali kati ya Uchina na Taiwan. Na sasa zinapata habari kuhusu uuzaji wa soko la hisa. The stock market was buoyant this week when 650,000 shares were dealt at 43 million shillings. This was against the previous week's volume of 500,000 shares traded at 21 million shillings. The NSE 20-share index also added 70.14 points to finish at 1,986.01 points by the close of business this morning. The most heavily traded security was Kakuzi Tea and Coffee, whose 248,000 shares were dealt at 105 shillings. However, Kenya Commercial Bank shares gained over 50% to trade at 45 shillings and 50 cents come bonus following the announcement of a 1-for-2 bonus share issue. Immediately after the news, the stock opened trading at 41 shillings, rising progressively to finish at 45 shillings and 50 cents.
In the finance and investment sector, Barclays Bank shares were dealt up to 85 shillings. Standard Chartered sold at 60 shillings, while Housing Finance Company of Kenya moved at 9 shillings. 70,000 shares of National Industrial Credit were dealt at 35 shillings and 50 cents, while Diamond Trust Company of Kenya sold 51,000 shares at 46 shillings and 50 cents and 47 shillings. In the industrial and allied sector, BAT shares added 2 shillings and 50 cents to trade at 152 shillings and 50 cents come dividend, following the announcement of second interim dividend of 2 shillings. East African Packaging moved by 7 shillings to trade at 56 shillings over the week. In the commercial and services sector, only Express Kenya Limited featured prominently by gaining 3 shillings and 50 cents to trade at 42 shillings. In the rest of the market, the prices were stable. The following were exchange rates for Central Bank of Kenya today. $1 US was mean rated at 68 shillings and 98 cents, while it was 68 shillings and 88 cents buying and 69 shillings and 9 cents selling. 1 sterling pound was mean rated at 102 shillings and 4 cents, while it was 101 shillings and 89 cents buying and 102 shillings and 20 cents selling. 1 French franc was 11 shillings and 72 cents mean rated, while it was 11 shillings and 70 cents buying and 11 shillings and 74 cents selling. 1 Deutschmark was 40 shillings and 83 cents mean rate, while it was 40 shillings and 77 cents buying and 40 shillings and 89 cents selling. 100 Japanese yen was mean rated at 64 shillings and 63 shillings, while it was buying at 64 shillings and 74 cents and selling at 64 shillings and 93 cents. The PTA unit of account was mean rated at 96 shillings and 12 cents, while it was buying at 95 shillings and 97 cents and selling at 96 shillings and 20 cents. There's no way, you gotta feel it. Here we go. 1, 2, 3, 4. There's no way, yeah. Check it out, more body, more bounce, more shine, more style. The hair glow wave. There's no way. Hivi leo tuanze na habari za mchezo wa karate, ambapo mashindano ya mchezo wa karate kwa timu za mkoa wa Rift Valley yataandaliwa kesho katika ukumbi wa Old Town Hall huko Nakuru. Mashindano haya yatakuwa ya kuwapandisha vyeo wachezaji katika mbinu za kata na kumite. Na habari zaidi zinasema kwamba timu ya Malindi Forces mwishoni mwa wiki iliibuka washindi wa mashindano ya mkoa wa Pwani yaliyoandaliwa katika ukumbi wa Lasco huko Mombasa. Kilabu cha Kisauni kilichukua nafasi ya pili. Jumla timu 8 zilishiriki katika mashindano hayo. Hapa tunaona wachezaji wa Malindi Forces wakionyesha ujasiri wao. Kombe la mikasa
itachezwa hapo kesho katika uwanja wa Savio Kenya, sehemu ya Ruaraka hapa Nairobi. Mashindano haya ya siku mbili yatakuwa ya wazi kwa vilabu, shule na vyuo. Habari nyingine inasema kwamba mashindano ya bara la Afrika kuwania kombe la Cup of Cup yataanza Jumanne wiki ijayo katika Moi Sports Center Kasarani. Kenya itawakilishwa na timu ya Railways. Shirika la Kenya Railways hivi leo ilikabidhi chama cha mchezo wa volleyball hundi ya shilingi 1,150 za kusaidia waandalizi wa mashindano hayo. Hundi hiyo ilikabidhiwa mwenyekiti wa chama hicho Alfred Angati na Chief Personnel na Administration Manager David Makangili. Wengine waliokuwepo ni Senior Chief Personnel Masiuko, John Francis Kabuchu, afisa michezo Nyadega. Chama cha volleyball kilawakilishwa na naibu wa mwandishi Meja Gitao na mweka hazina Fred Nasila. Timu ya Ethiopia Power na Tipa Tanzania zitawasili Jumapili. Nayo timu ya Misri itawasili mnamo siku ya Jumatatu. Bingwa wa mchezo wa ndondi za kulipwa uzani wa lightweight wa kutoka Uganda Moses Sentamu aliwasili jana kujitayarisha kwa mapambano dhidi ya Charles Ojwang wa Kenya. Pigano hilo ambalo limetayarishwa na Matchroom Promotions chini ya chama cha Professional Boxing Board litaandaliwa City Hall tarehe 27 mwezi huu. Ndolo ambaye ndiye mtayarishaji wa mashindano hayo alimjulisha bondia huyo wa Uganda kwa waandishi wa habari hivi leo. Fight here in Nairobi on 27th of this month. This time I want to inform the Ugandans that I want them to come and support me, because this time I've come to win. I've not come to lose. I'm gonna win the fight. So come and give me support. Come and cheer me. Habari zaidi zinasema kwamba mtu mmoja aliyetatiza mapigano ya mchezo wa ndondi kati ya Evander Holyfield na Riddick Bowe mnamo siku ya Jumapili iliyopita amedai kwamba tukio hilo lilitokea kwa bahati mbaya. Mtu huyo amesema kuwa hakuwa na nia ya kujitangaza. Alisema hakupata majeraha mabaya aliposhambuliwa na mashabiki wa mchezo huu wa ndondi waliokuwa na hasira. There was no intention to land in or anywhere near Caesar's Palace. This came about because of mechanical problems. Were there any other people involved? No, there were no other people involved. What is my physical condition after the beating I took from the crowd Saturday night? As you can see, I'm practically unscathed. Where did I launch from? I launched from flat ground, approximately 12 miles away. Where's the machine on my back? The machine? It's called a Pego jet. How much does it weigh? It weighs 48 pounds. Can it be steered? Yes, it can be steered. I want everybody to stand clear. I'm going to take off. Kutakuwepo na mashindano kadhaa ya michezo mwishoni mwa wiki, lakini hapa ni baadhi tu ya mashindano ya kuvutia mwishoni mwa wiki. Mashindano ya vikosi vya majeshi yataendelea kesho kwa michezo kadhaa katika sehemu ya Embakasi, Moyabes, Langata na makao makuu ya kijeshi. Nayo mashindano ya kandanda baina ya vikosi vya polisi yataendelea kesho kwa mechi kadhaa katika viwanja vya jeshi Ruaraka, Utalii na Police Pavilion South Spring. Katika mechi za kandanda kwa wanawake kutakuwepo na mechi mbili za ligi kuu mnamo siku ya Jumapili katika City Stadium, ambapo Bata itacheza na timu ya Eastlanders. Na katika mchezo wa golf kutakuwepo na mashindano kadhaa ya golf huko Nakuru kwa nia kombe la KCB, Njoro, Windsor, Nanyuki na Karen. Na hali kadhalika mashindano ya mchezo wa golf yatakuwepo katika sehemu nyingine, ikiwa ni huko Thika kwa nia kombe la Captains Trophy huko Limuru. Na mashindano mengine ya golf yatakuwa Royal Club Jumamosi, Kenya Railways mnamo siku ya Jumamosi hapo kesho,
Igona na Mdaiga mnamo siku ya Jumapili. Na mashindano ya mchezo wa kandanda kuania kombe la Dela Kimathi yataendelea Jumapili kwa mechi kadhaa katika viwanja vya Mudhure, Nyadhuna, Kirangari, Karura na Ngecha. Nusu fainali ya mashindano hayo itakuwepo mnamo siku ya Jamhuri Day na fainali itakuwepo tarehe mosi mnamo mwezi wa Januari. Hizo ndizo habari za mchezo na sasa ni tahariri. Tahariri yetu hivi leo inazungumzia wajibu wa vyama vya upinzani katika mfumo wa utawala wa vyama vingi. Wakati wa shughuli mbili tofauti kabisa zilizofanyika jana hapa mjini Nairobi, maoni ya kuvutia yalitolewa kuhusu wajibu wa vyama vya upinzani katika kustawisha demokrasia ya vyama vingi vya kisiasa. Jambo la kuvutia zaidi juu ya maoni hayo ni kwamba huku yakitolewa na watu wawili mashuhuri wasio raia wa Kenya na ambao hahusiani kwa vyovyote na siasa humu nchini, yalikuwa na ujumbe sawa ambao umekuwa ukisisitizwa mara kwa mara na mwenyekiti wa chama cha Ford Kenya, Jaramogi Oginga Odinga. Watu hao wawili ambao walitoa maoni yao juu ya wajibu ufao kutekelezwa na vyama vya upinzani ni katibu mkuu wa Jumuiya ya Commonwealth Chief Emeka Anyuku na balozi wa Ujerumani humu nchini Bwana Bernard Muselberg. Kila anapokuwa na fursa ya kuwahutubia wananchi katika muda wa miezi michache iliyopita, mwenyekiti wa chama cha Ford Kenya Jaramogi Oginga Odinga amejitwika jukumu la kuelezea wafuasi wake, wafuasi wa vyama vingine vya upinzani na taifa kwa jumla, njia ya kipekee ya upinzani ambayo yeye binafsi pamoja na chama cha upinzani anachoongoza inapaswa kufuatwa katika kushirikiana na chama cha KANU. Jambo ambalo Jaramogi Oginga Odinga ameweza kulifafanua mara kwa mara ni kwamba kuwa katika upinzani haimaanishi kuvurugana na serikali bila kuona mbele. Hivyo hivyo ujumbe wake kwa viongozi wenzake wa upinzani, hasa makamu wake wa zamani Paul Mwite na mwenyekiti wa chama cha Ford Asili Kenneth Matiba, ni kwamba Rais Moi pamoja na chama cha KANU alishinda uchaguzi mkuu wa mwezi Disemba mwaka uliopita, na hivyo ni upuzi mtupu kuendelea kutoyatambua matokeo ya uchaguzi huo. Hayo kwa hakika ndio maoni ambayo balozi wa Ujerumani humu nchini Bwana Bernard Muselberg alionelea ni heri kuyatoa alipohutubia waandishi wa habari ofisini mwake hapo jana. Balozi huyu alisema kwa maneno yake, na hapa tunamnukuu: makelele ya vyama vya upinzani eti Moi lazima aende haichangii hata chembe juhudi za kusuluhisha matatizo ya Kenya. Wapende wasipende, Moi ndiye rais wa KANU ambayo ndio serikali, na huu ndio ukweli halisi wa mambo. Kwa hivyo ni kufaa ama jambo la kufaa zaidi kwa upinzani ni kukaa pamoja na kuzungumza na serikali. Mwisho wa kumnukuu. Vile vile wakati wa hotuba yake mnamo siku ya ukumbusho wa Tom Mboya hapo jana, katibu mkuu wa Jumuiya ya Commonwealth Chief Emeka Anyuku alifafanua jambo hilo hata zaidi kwa njia ya kifilosofia. Chief Anyuku alisema, na hapo pia tunamnukuu: chini ya mfumo thabiti wa maongozi ya kidemokrasia, vyama vya upinzani vinapaswa kutekeleza jukumu lao katika njia isiyoweza kutiliwa shaka wala kuvifanya vyama vingine visiaminike. Bila shaka ni jukumu la vyama vya upinzani kuikosoa serikali, lakini jambo hilo sharti lizingatiwe kwa njia ambayo itachangia maendeleo ya jumla ya kitaifa. Kwa hivyo ufanisi wowote katika juhudi za kustawisha mifumo ya kidemokrasia utategemea jinsi vyama vya upinzani vinavyotekeleza wajibu wake. Jambo linalopaswa kutiliwa maanani zaidi na vyama hivyo ni kuonyesha kuwa upinzani hauhusishi kwa vyovyote na wale wasiotii serikali na taasisi zake, bali upinzani lazima uonyeshwe kwamba unatekeleza jukumu la vuguvugu muhimu lenye nafasi yake katika umoja halisi wa kitaifa. Mwisho wa kumnukuu.
Ni vigumu kuona jinsi ujumbe huo muhimu unavyoweza kuelezwa bayana zaidi kwa njia yenye ushawishi ufao na isionyeshe mapendeleo kuliko hii. Na hatimaye kwa kuhitimisha habari zetu zinapata utabiri wa hali ya hewa. Hujambo mtazamaji na karibu. Mabadiliko ya taratibu za hewa huko Afrika ya Kusini yalisababisha upungufu wa mvua kwenye sehemu nyingi nchini, na eneo nyingi zikawa na hali ya jua, na ni wilaya tu za magharibi pamoja na eneo chache huko wilaya za kati ambazo zilikuwa na hali ya mvua nyepesi. Hebu tuangalie picha yetu ya satellite kwa maelezo zaidi. Kwenye picha yetu ya satellite ya leo jioni tunaona kwamba hali ya mawingu yalikuwa tu yamesalia eneo za magharibi, eneo zilizoko karibu na ziwa la Victoria. Eneo kubwa ya nchi imeendelea kuwa na hali ya kiangazi. Hapo kesho natazamia kwamba hali huku Afrika ya Kusini haitabadilika sana, na kwa hivyo eneo nyingi itaendelea kuwa na hali ya jua. Na ni wilaya tu za magharibi na kaskazini magharibi ambazo zinatazamiwa kuwa na mvua za jioni. Kwa utabiri kamili nikianzia na wilaya za magharibi huko Kakamega, Bungoma, Busia, Kisumu, Kisii pamoja na eneo lote la Rift Valley ya kati. Eneo hili litakuwa na hali ya jua masaa asubuhi na jioni kuwe na mvua ya ngurumo na radi kwenye sehemu nyingi. Viwango vya joto kwenye eneo hizi utafikia kama nyuzi 28 kwenye eneo za Kakamega, 30 kwenye eneo za Kisumu, 26 kwenye eneo za Kisii na pia eneo za Narok. Nazo eneo zilioko kaskazini magharibi huko Lodwar, eneo la Samburu pamoja na ziwa Turkana, eneo hizi zitakuwa na mvua za jioni kwenye sehemu chache baada ya vipindi vya jua masaa ya asubuhi. Viwango vya joto hapa tutafikia kama nyuzi 36 kwenye eneo za Lodwar. Nazo wilaya za kati huko Nyeri, Embu, Murang'a, Limuru pamoja na Nairobi, eneo hizi zitakuwa na hali ya mawingu masaa asubuhi, alafu vipindi vya jua mchana. Lakini jioni tunatazamia kwamba sehemu chache zitapata mvua za rasharasha. Viwango vya joto tutafikia kama nyuzi 25 Celsius kwenye eneo za Nairobi. Nazo eneo zilizosalia yani kaskazini mashariki, kusini mashariki pamoja na eneo za mkoa wa Pwani, eneo hizi zitakuwa na vipindi vya jua mchana wote. Viwango vya joto tutafikia kama nyuzi 26 kwenye eneo za Marsabit, 33 kwenye eneo za Mandera, 34 kwenye eneo za Wajir, 36 kwenye eneo za Garissa, na huko kusini mashariki eneo za Voi itakuwa na viwango vya joto kufikia kama nyuzi 34. Eneo za Mombasa zinatazamiwa kuwa na kiwango cha joto cha kufikia kama nyuzi 32. Na hayo tu kwa usiku wa leo. Kwa heri. Only the bank can say that more people pass through its doors each day than any other financial institution in Kenya. As the largest computerized network, the bank provides you with the advantage of immediate access to your position. The bank cares about the day-to-day financial services required to help individuals, corporate customers, and ultimately the nation to function efficiently. Saving with the bank gives you top interest on savings accounts, golden accounts, short-term and fixed deposits, and housing development bonds. You can talk to the bank when you need overdraft facilities or a personal loan. The bank even has subsidiaries to look after long-term project loans and house mortgages. Even if you just need advice, the bank is there. The bank is interested in you and your personal or corporate financial needs. Yes, the bank. And the bank is KCB, Kenya Commercial Bank. You got a smile meant to light up the night, meant to keep and to share for life, to last forever like a good memory, and always be there just for me. There's magic in your smile. And why does Colgate give you a really great smile? And a clean taste that lasts and lasts? It's a super cavity fighter. That gives you fresher breath. Wow! And with MFP fluoride,
Colgate means strong, healthy teeth. And a magic smile. The Sarit Centre is giving away 5 million shillings in its Lick, Stick and Win 93 Christmas competition. Top prize is a Hyundai Elantra car worth 1.5 million shillings. And there's furniture, Honda motorcycles, holidays, plus dozens of TVs, cookers, fridges, microwaves and Fuji cameras. Star prize is 2 return tickets to any Olympic Airways destination worldwide. And hundreds of valuable gift packs and product vouchers are to be won in the daily raffles. It's fun and it's easy. For every 100 shillings you spend in any shop or restaurant at the Sarit Centre, you receive a stamp. Stick 20 of them on a winner sheet and lick, stick and win. Whether you pay cash or use your Barclay card, remember to ask for your stamps. And don't shop elsewhere. It's only at the Sarit Centre where your purchases count in the Lick, Stick and Win 93 Christmas shopping competition. The Sarit Centre, where shopping is fun. Everybody suffers from bad breath at some time, which can lead to embarrassing situations. A quick rinse with Listerine every day leaves you more confident. Listerine, the antiseptic mouthwash for more confidence. Straight from your heart, tender and warm, side by side, while love's getting strong. Just right what you feel, just right what you feel. Twazidi kusonga mbele kwa vipindi vyetu na kumbuka kutazama yatakayotokea baada ya mamake Rose kuamua kumtafuta mwanaye kila siku, lakini je, atampata? Kumbuka majuto ni mjukuu. Hayo na mengine mengi yataweza kujia saa 3:05 kwenye kipindi kipendacho cha Wild Rose. Umewadia sasa wakati wa mchezo wa kuigiza kisa kwa jina Ushindo katika makala ya Plot 10. Life Boy, fresh, healthy, rich lather. Invigorating. To give your best, you need the best. That is why Life's winners use Life Boy. No other soap leaves you with such a healthy, invigorated feeling. You're on top with Lifebuoy Health Soap. Lifebuoy for health. In life, it's important to give yourself the best chance of succeeding. Blue Band margarine with added vitamins is now tastier than ever. Blue Band helps them grow up strong and healthy. And because it's packed with energy, they're well on the way to being winners.
make sure he's full of energy every day by giving him Blueband. New Blueband, energy in action. Pita ndani. Oh, Hani. Karibu. Karibu kiasi yako. Habari yako? Nzuri sana. Habari yako tena? Siku hazina. Naona sasa kuna kazi nyingi. Ni kupanguza nyumba. Habari za kupotea? Huko tu. Niko tu. Na wewe, mbona ukajipoteza hivi? Kama ulipata mwenzako na mimi nakuuliza hivi. Mwendaji gani? Ama unamaanisha kuolewa? Kwani unamaanisha nini? Baba kuolewa, ni sawa kabisa. Kwa nini? Bora tu niko na kazi yangu. Sasa inanitosha. Basi, hebu niambie mama anaendeleaje? Mama anaendelea vizuri. Tuna mpango wa kumpeleka ng'ambo kwa matibabu zaidi. Najua hajakuwa. Kumpeleka ng'ambo? Ndio. Sasa kwa nini Aneta? Mimi naona mama angetibiwa hapa tu. Maana mkimpeleka ng'ambo, itagharimu pesa nyingi sana. Pesa ni nini ukilinganisha na maisha ya mtu? Ndiyo, pesa huwezi kulinganisha na maisha ya mtu. Lakini ni hivyo. Sasa niambie yale unayo. Kitu hivi, ananilekaa sana bila kuja wiki. Kile kilikuwa kilichonileta, nilikuwa nataka kuona Kajogoo. Nataka kumwona Kajogoo? Basi Kajogoo hayuko. Kajogoo alienda nyumbani. Sasa ukitaka kumwona Kajogoo labda uje wiki ijayo. Wiki ijayo? Kwani alienda live au nini? Hakuenda live. Jameni nawe Kajogoo alienda kuona mkewe. Ati mkewe? Mkewe gani? Kwani hauna habari? Kajogoo alioa. Sina habari. Kajogoo alioa bibi wake. Mimi nakwambia siku hizi tuko wawili. Nao. Kajogoo aelekea kuwa na wanawake wawili. Kwa nini? Kwani si ni mwanaume kama wengine? Hata ungeniambia Yudo, hapo ningekusadiki mara moja. Basi siku zote umdania kuwa sie ndiye. Mimi nakwambia Kajogoo alioa. Kurudi mweleze. Mimi mambo kama hayo yamenifanya nisielewe kabisa. Kwa nini? Unakuta kama mwanamume ni kama simu. Kana suruali moja tu. Hakana mbele wala nyuma. Unafanya kazi wewe kama mali inapatikana. Ikisha patikana tu ndio sasa najipeleka. Nao wengine ndio mje mkule mali wewe. Na sasa hiyo mtemwenza kufanya kazi gani? Mimi Anita, mimi nakwambia huyo mwenzangu kazi yake ni kula, kuzaa na kukaa nyumbani tu. Pole kwako. Sasa tuache hayo kwa sababu kila mtu ana chaguo lake. Yeye aliona aoe, sasa mimi singemkataza kwa sababu ni mume. Sasa sema habari za huko. Sisi wana watu wa Ploteni wazima tu. Sasa nilikuwa na ujumbe ya watu wa Ploteni. Nafikiri nikikuachia tafikishia tu. Sasa ni ujumbe gani huo? Unajua tangu mama awe mgonjwa, ni mimi tu nilikuwa nashughulika na mambo ya Ploteni. Na siku hizi bili ya maji imekuja juu sana. Na wakati mama alikuwa mzima, alikuwa anajua tatizo la maji atakuwa mangalani. Yenyewe hapo ni kweli. Sasa ikija juu anajua vile anawezalika. Maana kawaida na hao watu wenyewe. Sasa wakati tunahitaji kila diriri. Ni kweli, unajua pesa nayo imepoteza dhamani sana.
Sasa ulikuwa unataka ujumbe ilikuwa aina gani unataka niwaambie watu wa plot 10? Sasa nataka niwaongeze maji, bili ya maji, niwaongeze kitu kidogo. Kitu kidogo tena? Unajua zamani walikuwa wanalipa shilingi 100. Sasa nimewaongezea shilingi 200. Itakuwa shilingi 300 na waanze kulipa kuanzia mwisho wa mwezi huu. Mama, Anita binti Mwafrika. Shilingi 200. Sasa unataka na nini? Sasa hizo ni pesa nyingi sana Anita. Mimi sijaongezea. Hata kajokuwa akiingia umwambie itakuwa mnalipa kama kawaida. Lakini hao wengine uadui wataanza kulipa kuanzia mwisho wa mwezi huu. Nafikiri habari yangu nitawafikishia tu. Okay, mimi nataka kwenda nyumbani nikashughulikie Gojo. Sasa ungengojea ngani kitengeze kikombe cha chai jameni? Wacha chai nikunywe siku nyingine. Kwa sababu sasa unasikia niko na haraka. Sawa. Basi msalimie mama na msalimie pia dadi. Na mama umpe pole zangu. Haya, kwa heri. Haya. Wewe siku zote bwana kile ukiambia huwezi kusikia tu bwana. Unaenda vipi? Neno rahisi tu bwana. Mwerevu hajinyoi. Kumbe na mambo yako. Mwerevu anajinyoa bwana. Labda wewe sio mwerevu hivyo. Kwani kila siku tutamwona yule ndumu pale kwa anajinyoa mwenyewe. Mpaka ndevu hizo zote anajinyoa. Wewe waleta mambo ya ndumu hapo bwana. Sisi tunazungumza mambo ya maana bwana. Mambo ya kutujenga, mambo ya kujenga maisha yetu siku zijazo bwana. Mambo ya hakuna maisha yako utajenga ukiwa katika hii ploteni. Kwa nini? Ati kwa nini? Tutajenga bwana. Tunaweza kujenga kabisa maisha yetu bwana. Maisha bwana ni mipango. Ati maisha ni mipango. Ni mipango bwana. Ukiona mipango mizuri. Kwa nini bwana? Ni kesho. Hilo ndio jambo sasa sikia ukisema kesho mpaka lini? Kikulacho ubaya wako wewe ni kuishi katika ulimwengu wa ndoto. Yaani wewe unaishi kama katika ulimwengu mambo ambapo hayako wewe bado uko nayo tu. Kikulacho sasa nikwambie ukweli. Haya, niambie. Mimi kwanza nikujue kusema kweli. Kila siku wewe waimba tu mnai. Kesho itakuwa hivi, kesho itakuwa hivi. Hii kesho yako mbona mpaka leo haijafika? Mpaka leo mnai. Hakuna jambo lolote zuri ambalo kwamba linaanza bila ndoto bwana. Mpaka ndoto. Hata hao walitengeza magari, walitengeza ndege, walitengeza meli, kwanza walianza na ndoto kwanza. Yaani wataka kuniambia sasa hao waliota kwanza mambo ya ndege ndio wakajenga. Sasa mwenye hii ploteni, yote hii ploteni vile kubwa hii. Yaani mwenyewe aliota kwanza akaota ploteni ndio akaijenga. Alafu aliota kwanza, alikuwa na fikra hizo, aliota kwanza. Ndio akapata pesa akajenga ploteni. Sasa unafikiri? Sasa ngoja nikuulize sasa. Baada ya shaijenga kabisa. Akaenda sasa katika blanketi mbili akajifunika. Akalala. Usingizi ndio ndoto kaja. Sasa unajua umejenga ploteni nataka niwe na chokodari. Ndio nikafuatwa mimi nikaja nikapewa hizo uniform. Tena kaona pana. Akaenda kalala tena baada ya siku kadhaa akaenda kalala. Sasa akajifunika blanket tano. Akalala akaota. Kuna bwana sasa natakana hapa. Ndio kaja kaitwa wewe. Mlai. Wewe ndio maana siku zote nakwambia wewe uambili. Kwa nini tena mambo uambili kana kama wewe bure bwana. Wewe watu watazungumza mambo chuti zima lazima utatia utoto ndani. Nafadhali bwana. Wewe na wewe sasa afadhali mimi basi. Wewe na wewe ubaya wako sasa. Watu wakifanya mambo yote wewe waingiza mambo ya uzee tu. Wewe ukiongea uzee, ukitembea kizee. Kile kitu tunachofanya kizee tu. Kizee kabisa kila kitu. Basi kaa ukijua kwamba uzee ni ngao. Uzee ni ngao. Uzee ni ngao. Na ujana ni moshi ukipita urudi naye ulele. Hata uzee ukishakufa uzee umekwisha. Kwanza ni kutojijua tu. Yaani wewe wajiona ukijana hapo lipi? Mimi bado niko fiti. Ubarobaro wa kuaga sasa. Kwa nini? Kwanza hata wasikitisha bwana. Mimi nakwambia mnaye nilipokuwa barobaro kama wewe. Mimi nilikuwa ni kijana na gari lake. Wewe wacha gari gani siku hizi ama ndio hili gari wasukuma na ufagio zii. Sasa wewe wewe angalia sasa wewe katika umri huu ulionao tayari ni chokodati. Utakapofika katika umri wangu utakapofika umri wako umefikia inatakana uwe umestaafu kwa nyumbani ukae huko ngoja kufa sio ufe hapa tuchange pesa mpaka tuuze vitu vyetu na nguo zetu kwa kuchangia afaa ufilie nyumbani bwana naikuwa bwana kuwa usikubali kubaki pale bwana wakuwa bwana nakwambia afadhali uongee na Bimu Afrika tayari ustaafu mapema uende nyumbani ngoja kufa huko ukaapa unangoja nini sasa nimeshakula yangu bwana sare zangu nishazila bwana na sasa nakula pamoja na zako mimi bado nitakula starehe sana.
Habari gani? Nzuri nzuri. Habari gani? Nzuri. Naweza kusaidia na nini? Bwana Kajogo yuko? Bwana Kajogo hayupo, lakini hiyo hii tabu. Huwezi kupata tabu kabisa. Bwana Kajogo tangu aende ndani hajarudi. Na nafikiri pengine kesho kutwa atakuwa amekuja. Sawa. Sijui naweza kusaidia. Sawa, nitakuja kumwangalia siku nyingine. Mnai. Na hiyo nyumba unalipa pesa ngapi? Hiyo nyumba mimi silipi. Nyumba nilipewa mimi alafu nauliza tu gani. Nataka nikuulize na maji na taa pia ulipi. Maji na taa mimi silipi, nitalipa nini na mimi nafanya kazi hapo? Silipi maji na taa. Hiyo nyumba unaishi nataka uhame. Nataka ijue na mtu ambaye atakuwa analipa kodi. Ati nihame? Sikiza nikwambie. Kama nyumba hiyo unayoishi unataka kujua mambo ya kodi, mambo ya maji, mambo ya kila kitu, usiniulize mimi. Ngoja Bwana Kajogo akija umuulize hiyo nyumba unataka vile unavyotaka. Sio kuja kuniuliza mimi. Unaniuliza nini wewe watchman? Unaniambia nini? Kwani Kajogo ndiye anaishi humo? Yaani wewe kwani wewe mwingine ploteni? Kajogo ndio kiateka wa ploteni, bila yeye hii ploteni haingekuwa hivi. Na yeye Kajogo ndio alipendekeza akaona mnayo unafanya kazi nzuri. Kaa kwa hiyo nyumba bure maana unafanya kazi yako. Yeye ndio alinipatia hiyo chumba. Kajogo ni mpagaji kama mpagaji wengine. Sasa usiniambie mambo yake. Na kama unataka kuendelea kuishi kwa hiyo nyumba, utakuwa unalipa kodi. Unasikia? Mimi nilipe 500 na 300 ya maji, yote itakuwa shilingi 800. Ukishindwa utoke kwa hiyo nyumba, saidiwa na mtu mara moja. Na Kajogo akiingia, nimwambie nimesema hivi. Mimi nimesema hivyo. Sasa unaona. Kajogo sasa umeambiwa yuko unaona ndoko ndani utapata nani bibi yake huko ndani. Sasa niulizaje? Sasa mama Kajogo hayuko. Sasa yeye unaniuliza nini? Niko na haja ya kuingia kwa hii protein. Naona uko na kizazi na mimi. Lakini hiyo nyumba vile nimekuambia utahama mara moja. Kwa heri mama. Akija nimweleze hayo yote. Wewe na wewe Swahili ndio nani huyu? Mambo yanaribika alafu unaletea ujuaji hapa. Huyu ni mtoto wa Bima Afrika mwenye hii ploti unasikia? Na yeye sasa unaona vile amekuja na kelele nyingi atakunyamisha. Unajua zamani alikuwa msichana wangu. Sasa amepata habari mnaye ameoa msichana manyanga na Tosineno. Ndio sasa hiyo shida yote. Wivu unamsumbua nataka niondole hapa katika ploteni. Ni wivu tu. Lakini sasa na wewe nao unashangaa. Ukali yote sasa unatolea nini? Wewe pia toka hapo usiletee ujuaji. Lakini si mimi nilikwambia kitambo mnaye. Nilikwambia kitambo ndugu yangu jitahadhari. Tafuta nyumba. Bado nimeshasikia si mazuri. Utaka kunisikia. Sasa mambo yale yote nilikuwa nikikwambia yamekufika. Sasa hivi ungekuwa umeshatafuta nyumba. Ndugu yangu shilingi 800. Wewe unanitia uchungu. Shilingi 800. Sitaki toka hapa. Mimi nakusikitikia. Wachana na mimi nikikulacho bwana. Asikia na hata kilangu cha kurogwa tayari. Yaani wewe uchungu wote unataka kuniangusha nini? Nakusikia. Nilikwambia kitambo baba tafuta nyumba utaki kusikia sasa ndio haya nakufika. Ukipata ya watu tutakosana. Ukipata shauri langu tutapendana. Sika. Najua ya huyu Kajogo na mkewe ndio walichochea wakachochea tuongeze pesa za maji. Basi sio Kajogo na mkewe, ni Anita Mwafrika. Turudi akiniambia kila kitu. Kwa nini Anita aongeze pesa za maji? Kwani hii ploti ni yake? Ni ya mamake. Kwa hivyo ni kama yake tu. Hapana, hivi ni kutufanya sisi wapangaji wa ploti 10 ni wajinga sana. Bi Mwafrika alituambia kuwa Kajogo ndio msimamizi wa ploti 10. Sio Anita aje na amri zake hapa atuongezee pesa za maji. Hii ploti 10 ni ya Bi Mwafrika au ni ya Anita au ni ya Kajogo? Sawa, tete walalamika kuhusu nyongeza ama aliongeza. Mimi nalalamikia yote mawili. Kwanza huyu Anita ni mtoto wa mwenye nyumba. Hana haki yoyote ya kutuongezea pesa za maji. Pili, hizo pesa ameongeza ni nyingi sana. Ni kweli ni nyingi. Hizo 200 ni nyingi. Hata Nyundo hakupenda hayo maneno ya hiyo nyongeza. Lakini tutafanya nini tete? Tutaishi tu. Manake tukisema tuhame labda huko unakohamia ni kubaya zaidi. Nyundo amekubali sio kulipa hiyo nyongeza. Sio kukubali ni kwamba atalipa. Lakini wapangaji wa ploti 10 tungekaa chini tukatae hili jambo kabisa. Tukatae kabisa kulipa. Nyundo hataki kusikia hayo maneno tete. Kabisa hataki kusikia. Maneno gani? Kwani kuna ubaya gani kushirikiana na wenzetu? Nyundo asema akija katika ploti 10, utafuta nyumba alikuja peke yake.
Kwa hivyo tatizo lake na mwenye nyumba atalitatua mwenyewe. Mi sikatai, kila mtu alikuja kivyake na hakuna mtu anaishi peke yake namna hiyo. Unasikia? Lakini we inakulazimu uzungumze na Nyundo abadilishe hayo mawazo yake, maana ameanza sasa Anita, kesho ni Dadi atakuja na amri zake. Unasikia? Hatimaye hii ploti 10 itakuwa haina mwenyewe, na labda hata huyu Bi Mwafrika hajui kama tumeongezwa pesa za maji. Chochote lazima ujue hivi, ukiwa mpangaji lazima uwe na matatizo na wenye nyumba, kwa sababu mwenye nyumba akipata tatizo tu, kitu cha kwanza ufikiria ni kuongeza nyumba yake. Anafikiria sisi wapangaji wa ploti 10 hatuna matatizo. Tukipatwa na matatizo hapa huwa hawaji hapa kutusaidia, wanatucheka sana. Mimi mama naenda kwanza, hizo shilingi 200 ni nyingi sana kwangu, mimi sitalipa, na umwambie Nyundo asilipe hiyo pesa. Ni afadhali ulipe, maanake usipolipa zitakuwa nyingi, kisha mwisho utashindwa kulipa. Wewe lipa peke yako. Si hivyo teta, tutatui matatizo yetu hivyo bwana. Binti Mwafrika, pesa zote ni hizi. Bwana Kajego, sisi mchezo naona hakijatosha. Kwani kuna watu hawakilipa ile nyongeza maji au nini? Wako walikataa. Si walikataa? Walikataa hii protein yao? Walikataaje na hali wanatumia hiyo maji kila siku? Mbona huku wakataza? Bi Mwafrika, sikiza. Hii siwezi kuwakataza. Hii protein si yangu. Mimi siwezi kuwakataza kuchota maji. Na mnaisi ungemwambia akataza watu kuchota hiyo maji. Na hiyo nyumba naishi umempatia bure kwa nini? Kama wewe hiyo kazi inatakikana sasa afute kazi, tutaleta mtu mwingine ambaye atakuwa na wakataza. Kama mimi mwenyewe siwezi kuwakataza, mnaye ndio ataweza. Mnaye wezani nao? Atawezana nao. Akishindwa acha kazi. Watu ni wengi wanataka kazi, wale wataweza kuzuia watu. Sikiza Bi Mwafrika. Sisi hili ni tatizo limetokezea. Na sisi kawaida yetu wana protein, ukitokezea jambo lolote, sisi uketi chini tukazungumza, tukajaribu kutafuta suluhisho vile tutatatua hilo nini tatizo. Lakini sio kusema ati naye nini. Sikiza Kajogo, hapo hakuna tatizo la kutatuliwa. Mambo ni mawili, walipe hiyo nyongeza ya maji, wapate maji, wala watakoza kuongeza wakae bila maji. Hivyo sivyo kabisa. Hao watu ambao wamekataa kulipa hii kodi, hizi pesa za maji ni watu wazima. Kwa hivyo ni wewe utafute wakati uje uketi nao, muongee, msikizane. Kuzungumza nao nini? Hiyo wakati ya kuja kuzungumza nao ndio imekosekana. Kwa hivyo uambie Munai afanye hiyo kazi. Unajua wewe unaona ati nikikwambia mzungumze nao unaona kama karibu. Bwana Adam. Bwana Moyo, karibu. Karibu. Maria. Habari gani sana bwana? Habari ya homa tu. Mama anaendeleaje sasa? Mama mzuri tu. Hata sisi tuko tulikuja tukasikia kwamba umekuja kumwona Kajogo, na sisi tukasema ni vizuri tuje tuzungumze kidogo. Tuzungumze na nini? Kuhusu nini? Wajua, nataka tuzungumze kuhusu hii nyongeza ya maji. Kwa hakika hii nyongeza ya maji, hizo shilingi 200 umeongeza sasa ziwe shilingi 300. Hii nyongeza sio halali kabisa, sio halali kabisa. Nani amesema sio halali? Kwanza yeye Moyo, hiyo maji kwa katika kwa ploti yenu. Niambie sio halali. Ni hivi, sote tuwajua hii plot ni yenu. Hii plot mama yako alijenga. Ndio. Mtu kama wewe sasa unastahili ufurahie mali kama haya, ujue kwamba wewe una bahati sana. Wengine sisi hatukubahatika, ndio sababu unatuona tunakuja kupangisha nyumba hapa kwenu. Lakini asianze kuniambia. Uzuri ni kwamba unajua hata kama maji yako katika ploti yenu si halali kweli. Sio yenu. Si halali. Haya maji si yenu. Kabisa. Haya maji si yenu. Ploti ni yenu lakini maji si yenu. Sio yetu lakini iko kwa ploti yetu. Hiyo sawa, tumemaliza. Hiyo ploti najua ni yenu,
hakuna mtu amanyang'anya maji yako kweli, lakini sio yenu. Kwa hivyo tusilete story. Hamna haki kabisa ya kumlipisha mpangaji yeyote maji. Hamna haki kabisa ya kumuuzia maji mpangaji, na ninyi hasa. Ngoja nimuulize huyu bwana Kajugo. Bwana Kajugo, wewe tunafahamu vizuri sana kila mtu hapa analipa shilingi 100 ya maji. Hizo pesa zote katika hizi nyumba 10, hizo pesa zote hizo shilingi 1000. Wewe unafikiria hakika Kajugo, kusema ule ukweli, sisi huwa tunatumia maji ya shilingi 1000 katika hii plot 10? Hiyo haiwezekani. Shilingi 1000 haiwezekani. Tufanye hivyo. Unajua kuuliza maswali tunaulizana nini? Tupatie bili moja ya maji. Bili ya maji hata kama ni ya mwezi jana hata kama ni mwezi juzi. Nataka kuiona. Ndio tujue hasa maji tunatumia ni maji ya kiasi gani. Kama naweza pata sio kutuambia tumeongeza pesa, tumeongeza shilingi 200. Bei ya maji imepanda. Ndio maji, wale wenye maji kuna watu wanaohusika na mambo ya sio landlord. Landlord hana haki ya kumuuzia mtu. Yeye ndio ulipa na pesa zake. Kama yeye analipa unadai nini? Unasikia anatuambia landlord ndio ulipa maji. Kama analipa unadai nini sasa? Lazima muongeze kitu kidogo. Kama bei ya maji imeenda juu. Wewe kwani ukiambia kitu kidogo ni shilingi 200. Sasa ni shilingi 300. Kulingana na ile. Kwanza sisi wengine Adam, kama mimi na wewe tunatumia maji gani? Haya, mtu mmoja unasafisha nguo sijui suruali 2 na shati 3 kwa wiki. Tunatumia maji. Imepatikana. Angalia. Hii ni ya mwezi wa 10 mwaka jana. Ni ya mwaka jana kweli? Mwaka jana moyo hata wewe angalia jamani. Shilingi 700. Wakati huo tulikuwa watu wangapi katika watu 10, nyumba 10, watu shilingi 1000. Haya 700 ndio ilikuwa bili ya mwezi wa 10. Haya hizo shilingi 300 mlipeleka wapi? 300 mwezi mwingine gani? Hapana, kila mwezi tunalipa shilingi 1000. Sasa haya shilingi 700 ndio mlilipa hiyo. Imekuaje? Sisi tulipokuja hapa tuliambiwa mkiingia shilingi 1400 za nyumba ndio kodi ya nyumba. Shilingi 100 ni kugharamia maji. Haya tukakubali. Sasa umeongeza kuanzia mwezi wa 10 umetuibia shilingi 300 kila mwezi. Haya sasa hukutosheka na hizo. Umeleta sasa umeongeza 200. Sasa itakuwa shilingi 2300 kwa kila mwezi. Hatuna tuibia sisi. Mimi sitakubali hayo maneno. Adam usiseme shilingi 2300. Maana hii bili imekuja 700. Hatujui zile bili zingine ziko na pesa ngapi. Maana hapa hatuongezi pesa zote. Tutafute zile bili zote tangu tuingie hapa. Kila mtu bwana Kajugo tuone ile bili tangu tuingie hapa tuone bili. Lakini inatakiwa hivyo. Moyo inatakikana hivyo, lakini wajua sisi wengine bwana tumekaa miaka sasa katika plot 10. Haiwezekani kupata bili zote. Wewe Anita, utufanyie sana kabisa. Uende utafute bili ya kutoka mwanzo wa mwaka huu, mwezi wa kwanza tarehe 1. Bili zote za maji uzilete hapa plot 10 tuzione, ndio tujue hasa ni pesa ngapi tunatakikana kulipa. Na tukipata wewe umechukua pesa zetu umetuibia sisi, basi sisi tutakupeleka kotini. Naletea hizo bill sio zenu, hazina majina yenu, ndio sisi ndio ulipa. Hazina majina yetu, basi kwenda wewe ulipe hizo pesa na usije ukatudai hapa pesa zingine. Uende ulipe wewe. Na sisi hatuongezi pesa. Hapana, Kajugo. Huyu mimi nimejaribu kumwelezea hapa. Unajua sasa kutoka huyu ni Mwafrika mmoja. Yes. Huyu msichana huyu mtoto wake huyu amekuwa sasa hata sijui namna gani. Amekuwa mjeuri. Nasikia vile anatujibu bwana. Mambo haendi hivyo bwana. Mambo haendi hivyo. Maana nimejaribu kumwambia protect sisi mambo yetu upeleka polepole tukatafuta nini suluhisho. Yeye asikii. Kama unajua vile anasema hiyo bili imeandikwa kwa jina lenu, majina yenu, lakini akijeza sisi tutakwenda tuandikishe hata wenyewe tupate maji yetu, tuwe tukilipa bili ile inayofaa. Vitu kama hivyo wewe usingekuja ukatuambia bwana nini imeongezwa. Hapana, hiki tunafaa tukae kwa sababu watu wengine tayari washalipa. Hakuna mimi kuambia imeongezwa, mimi kuambia yeye alisema lazima muongeze, lakini watu wengine washalipa hapo. Sasa hiyo ungekataa. Wale watu walilipa, mimi najua wale watu mimi mwenyewe sijalipa. Nyundo hajalipa, Nyundo alikataa. Ndio, lakini Tete alikataa. Sasa Adam huyu alikataa, moyo alikataa. Lakini sasa wale hawajalipa ndio wengi.
Sasa vile ilivyo bwana Maanake Kajogoo. asingelipa hata mtu mmoja. Maanake haya mambo hayajamalizika. Sisi hatutakubali haya mambo. Sasa alikuwa Maanake- kwanza akija anaenda kwa nyumba za watu mchana. Unajua kuna malandlord wengine wamezoea vibaya. Kazi yao ni kuuza maji. Maji yameuzwa na serikali ya mitaa tuseme. Na wao sasa wanauza maji kwa faida yao wenyewe. Hao ni Adam, makosa. tuna hili tatizo sasa, tufanye nini? Maanake sisi ikiwa yeye maji akiwa atazidi kukatalia kwamba hizi pesa ziongezwe, Itakuwa ni hivi. Bwana Moyo. Itakuwa ni hivi. Adam. Tumtafutie Suluhisho ni kwamba kila mwisho wa mwezi bili ikija inaletwa kwetu. Naona tunaona ni pesa ngapi. Sasa kodi watu wao wakilipa 1400 kila mwezi. Mambo ya maji. Atuletee bili bili. ikija kwetu tukiona pesa ngapi tunalipa sisi wenyewe. Atuletee bili, si atuuzie maji. Tunagawana sisi wenyewe. Hilo jambo maanake tunataka watu wengine wote tukutane nao tuzungumze kwanza. Hiyo tumezungumza sisi wenyewe watatu hapa. Lakini nakuuliza wewe Kajogoo, pia wewe hizi pesa uliambiwa unalipa pia? Hata mimi mwenyewe. Ni moja nini? Joe anaweka kifuani, anateremsha chini, anasonga vizuri sana, anachenga moja, angalia, anarudisha mbili. Kijana hodari huyu, machachari kweli kweli, anafungua mkwaju ndani. Joe alikuwa mchezaji hodari na kocha wa timu ya taifa alikuwa akichunguza mchezo wake. Tena wake na kocha wanazungumza na Joe na amechaguliwa kuchezea timu ya taifa. Kwa vile umejiunga na timu ya taifa, mabingwa huoga na Lifebuoy. Povu la Lifebuoy lina nguvu ya kuzuia germs na kutoa uchafu wote na kukufanya ujisikie fresh na mwenye afya. Joe anavalia jezi namba 9, wenzake wanafurahia sana. Uwanja ni wa kimataifa, mabao 2-2. Makombora ya Joe ni moto sana, anapiga mtu wa goli, anafanya acrobatics. Ukijisikia vizuri, utacheza vizuri. Ndio sababu washindi hutumia Lifebuoy. Lifebuoy kwa afya. One tea and a fresh snack, protection and a mouthwash too. Do it for me and I'll do it for you. Only Close-Up gives you the choice of 3 different flavors. Cooker, a dinner service or a Walkman. Enter now. Entry forms in every Procter & Allen cereal pack. Breakfast they'll go about. Julisha ya kwamba sinema ya Mahabharat itawajia hapo saa 10:30 na si sinema ya Disneyland kama ilivyotangazwa hapo awali. Samahani. Kumbukeni kujiunga nasi saa 10:30 kutizama sinema inayoendelea ya Mahabharat. Hapo saa 9:30 itakuwa ni wakati wa kuletea habari mbalimbali kutoka shirika la CBN News. Kwa hivi sasa ni vichekesho katika makala ya Wings, kisa kwa jina Looking for Love in All the Wrong Places. Hey, whoa, help me out here. I need a 6-letter word for duck.
It was 2nd and 9 on that play from the 39-yard line. What did Glanville tell us yesterday we talked about a while ago? There'll be a couple times during this game where we will appear to be out of it. And they were. And they just keep coming back. And here they have a 7-point lead with 2:41 left. Courageous effort on the part of Michael Haynes. A very sore shoulder. We didn't know whether he would be back earlier. They worked on him. He made the big play. And he made maybe the biggest play of their season because he's the guy who caught the Hail Mary against San Francisco. That was certainly the biggest play of the 49er season as it turned out. Johnson picks it to the 4. McAfee brings it back to the 17. And the situation now with 2:32 left is 2 timeouts remaining for New Orleans, plus 1 at the 2-minute warning as McAfee is slow in getting up. And pushing, shoving, talking, all starting to take place down on the field. But what's needed by the 11 guys in the black jerseys now is concentration and execution. Lots of time, crunch time. They have the 2-minute warning to work with. They have the 2 timeouts. And they have a quarterback that can get it done in Bobby Hebert. The question here is defensively, are the Falcons going to gamble and come with a blitz or sit back and play a softer zone? Only a 3-man front this time. Carroll comes to the left side. Atlanta rushes 3. And Hebert throws to Quinn early. He makes the catch. He's up to the 24-yard line. It'll be 2nd down and 3. No huddle. 2:13, 2:12, and counting down. It's 2nd and 3. Oh, yeah. Flag down. Over the middle. This will come back. Turner. He gets to the 40. That won't count, guys. That was motion against the Saints. Against Eric Martin. Yeah. You saw him bend his knees and act like he was going to take off early. This is going to go against the Saints. It'll make it 2nd and 8 back at the 19. Here's Eric Martin right here. Watch his illegal knee. motion. Offense. 5-yard penalty. There it was. And the flag comes right out. That is a good call, and the receivers just have to look at the ball. They can't lose their concentration like that, and that is just a colossal penalty against the Saints. They were moving their way upfield, and now they really got a long way to go. They're clear back inside the 20. 2nd and 8 at the 19. Again, 2:03 left. The clock will stop at the end of this play for the 2-minute warning. And the Saints will have 2 timeouts remaining. And 81 yards to negotiate. Hebert going deep and incomplete. Intended for Wesley Carroll, and he was covered by Deion Sanders, and it will be 3rd down and 8 as we have come to the 2-minute warning. Officially at 1:57. And the Falcons that far away from advancing to the next round of the playoffs. Again, good coverage by Sanders. No place for error there to put it. Hey, sports fans, get a ticket to Bud Bowl 4, and you can win $1 million cash. $1 million bucks. But you can't get that ticket just anywhere. Bud Bowl tickets? Huh? Bud Bowl tickets. Bud Bowl tickets? Bud Bowl. Bud Bowl tickets. Think of your ticket where you buy Budweiser, Bud Light, and Bud Dry draft beer. And you just might be a winner. Hey, guys, is this the line for... You know, it's not that important. Never mind. Bud Bowl 4. This time it's for $1 million bucks. It has a breathtaking shape. It has new overhead cam power and standard anti-lock brakes. Introducing the all-new Pontiac Grand Am. Excitement with purpose. 1:57 left. 3rd down and 8.
The Superdome in New Orleans, which has been mostly noisy, is now very quiet. Atlanta on top 27-20. The Saints have 2 timeouts remaining. They have the ball at their own 19-yard line. And now down and distance become important, too. They have to convert. It's 3rd down and 8. They clearly would go for it on 4th down. It would behoove them to pick up the first here. Yes, it would behoove them. And they don't have to do it with a 35-yard pass either. And Atlanta is out there with their prevents of 6 defensive backs. So frequently the Saints have looked to number 84, Eric Martin, their leading receiver. He works well underneath in a crossing pattern. Runs well with the ball when he catches it. They just can't lose sight of the fact that 8 yards is what they need. 3rd and 8 from the 19. Hebert pumps, throws. Martin makes the catch and his forward progress nets him the first down. Up at the 28-yard line, a first down for the Saints. And that's the problem when you come with a 3-man rush. Bobby Hebert had time to come off his primary guy, step up and throw it. And he did it well. Hebert over the middle. The catch is made by Martin. He gets popped again up at the 38-yard line. The Saints conserving their timeouts, and the clock is stopped here. Eaton shaken up. That's like 2 heavyweights. Well, that was Eaton. Remember, that was Eaton that came in and put the hit before. Let's take a look at those eyes. They're dilated. And New Orleans has used a timeout here. That's the old what goes around comes around. We just had Eaton on the last possession coming up and delivering a big shot that dislodged the football. This time Martin holds on, and it is the hittee that ends up. Martin wins this one. Yes, he does. In more ways than one. He held on to the football and got the completion in the first down. You know, it's a funny thing there. The Saints were a little hasty in using that timeout. Had they waited another couple of seconds, this would have been an injury timeout. They would have stopped the clock because Eaton was hurt and needed assistance, and they wasted a timeout there. You're right, Al, and of course... Well, it could have been why they drug Tracy Eaton off the carpet, too, got him on his feet. Maybe they might have squeezed some more seconds out of the clock before they would have had to call it. And you really can't blame Bobby Hebert because he's 20 yards back downfield, and there's no way that he can see that Eaton is in that kind of shape. So really, it was just a bad set of circumstances for the Saints. One timeout left. They're at the 39. They have to go 61 yards. 1:28 left. Atlanta can give up an awful lot. They won't give up anything big. 3-man rush. Hebert will run out of bounds near the first down marker. He's a little short of it. He's out at about the 48. 2nd and 1. But there's still time here for New Orleans. The key for them now is just to think that we've got to get it all at once. They have time to do it 10 yards at a time. Although it sure would be nice, I'm sure, in Bobby Hebert's mind right now, thinking I'd sure love to have more than just one timeout. You know what happens when you get into this kind of a defense? You start to take away the sidelines, and it leaves a huge opening over the middle, and you can get big, major yardage over the middle. Another plus for New Orleans is that they get to do a drill like this at home. Hebert is able to audible. This would be impossible if they're playing a road game. 2nd and 1. This is a 2-man rush. 9 guys drop back, and the pass is incomplete. Intended for Floyd Turner. 3rd and 1. And I think Hebert was premature in throwing that ball. Not only was it a 2-man rush, neither one of them left the line of scrimmage. I think they almost are going to have to take it down the middle and get them into some kind of range where they can think end zone. And they can get that with this kind of a prevent defense. You notice how they take away the sidelines. They do that to keep not only the receiver from catching the ball, but from going out of bounds and stopping the clock. 3rd and 1. Falcons up by 7. 1:16 remaining. Again, Atlanta rushes just 2. And Hebert throws. The catch is made by Martin, and he's out of bounds with a first down at the 36-yard line. This is getting interesting, isn't it?
What a perfectly thrown ball by Bobby Hebert and complemented by just a perfect 100 catch by Eric Martin. I mean, look at the quality of the throw, look at the quality of the catch, and then the quality of the brain work that gets Martin over to the sidelines with an assist from Scott Case throwing him out of bounds. Okay, that's a hard pass to throw. He's coming directly across the field, and it was perfect. That's why both these teams are in the playoffs. First and 10 at the 35-yard line. 1:10 remaining. Let's move this game to the airport. Hebert throws, and it's picked off at the 30-yard line by Tim McKyer. And McKyer's going to gamble by flipping it to Sanders. They could just fall down. That's not very smart. No, but they live on the edge, and they keep living on the edge, and they're going to go to the playoffs on the edge. Are they for real? This is Joe Fishback for a touchdown. Well, on two of the stupidest plays I've seen on a long time. I don't mean to be critical, but all you got to do is fall on the ball and the game is over. They take two chances like that and end up scoring a touchdown. Darius Glanville loves that. There will be no criticism of what they did by Glanville. But that's not smart, guys. That's not smart, but the Falcons win the ball game. Maybe that's why they're here, too. Hey, you know what? Maybe it is. That last lateral looked to me as if it might have been a forward lateral. Take a look at it again. It was certainly close to it. McKyer picks it off. Remember, he did this 2 weeks ago in Seattle. He lateraled to Deion Sanders. Sanders took it in for a touchdown. Now, that definitely is a lateral. Here's Sanders. Again, great speed. But all you got to do is fall down. The game's over. Oh, I know, but they don't think that way. And it comes right down from the top. Jerry Glanville. Now, let's take a look and see if this could have been a forward lateral. It's real close. Watch his feet. Where are his feet going to be? That's not bad running, though, is it? He's just outside the 40. That appears to be a forward lateral. That's a forward lateral. They could bring it back. It is a reviewable play. It really doesn't matter, though. The only thing that would matter would be the final score. No. They can run the clock out, even if they bring it back. What a Aikman. wild play to determine this football game. I don't think there's any doubt that this was a forward lateral. Deion was at the 40 or behind it when he had the ball leave his hand. Well, it ends with a footnote. The key thing here is that the Atlanta Falcons are going to win the game. They are going to Washington. The Saints still have not won a postseason game. This guy is thought by many to be crazy. Not her, but Jerry Glanville, the man we just dissolved away from and now back to. But here's a guy, and coaches come in all shapes and sizes and forms. There are the Knowles and the Schulers and the Landrys and the Parcells and the Walters and the Further rest. review, we've got an illegal forward pass, which is a 5-yard penalty on the receiving team. But the fact of the matter is Glanville has now taken his teams to the playoffs in 4 of the last 5 seasons. He's a winner. You know how they played Washington early in the year, and they got beat 56-17. Well, and one thing here, the guy we got to give credit to, because we kind of got caught up in everything that happened, when the big play had to be made, there was Tim McKyer. Tim McKyer, as he's been doing all year, has come up with big play after big play. He talks the big game, and most of the time he plays the big game. And that time Bobby Hebert really threw the ball right to McKyer, but he didn't drop it. Again, to quote Glanville, and we said it at the very beginning, and our theme has been they play on the edge. Jerry said yesterday, we make people nervous, including themselves. Well, I think including their front office and their fans on a play like the last one. It's almost a certainty, I think, that we will be in Atlanta next year. It's hard for me to imagine them not being a part of the old Monday night effort next year. Saints can stop the clock once more, and they have just done it. And now just one more play, and barring a Pisarcik Herman Edwards scenario, this one is over, and the Falcons go to Washington. Of course, Dan Al was already checking out the hotel registry there in Atlanta. I got his book. You got his book, Art. You know, this is our final pro game of the season, and as Jerry Glanville congratulates all his Falcon players, I just want to say, no offense to our friends at NBC, CBS, and ESPN, we finish up another professional season working with the best technical crew in professional football, the best camera, tape, tech people downstairs. Guys, thank you very much. You're the best. Guys and girls. What a fun year it's been. It's been a great year. Yeah. We've had some super games, some incredible finishes. We've had some blowouts that all go with this game, but
What a wild one to wind up our 1990 season. Only one season. So, And on the kneel down, this one is over. So the Saints' season is over. New Orleans wins the West, but they go home, or they stay home as it is, after another postseason defeat. Yeah, Jerry Landville continues on with the wild card Atlanta Falcons. what a disappointment for New Orleans. They started back in July, and now it's all over. Falcons win it 27-20. Let's go to Tim Brandt. Tim? All right, I'm with Coach Glanville right now. Jerry, you said you live on the edge, you play on the edge. Boy, you guys did that. Well, it was great. Michael Haynes had the fastest touchdown I've ever seen. He just did a great job. He deserves all the credit. Go interview Mike Haynes. He was fantastic. All right, congratulations. Good luck in Washington. Great Saints team. I got to love their fans. They got the best fans I've ever seen in a closed stadium. Next year, we hope to have that same advantage. All right, Jerry. Back upstairs to you guys. I'm going to try to grab Mike Haynes. All right, there he is, Michael Haynes, and what a day for him. Not only one of the big heroes for the Falcons, but to do it in his hometown as Mike Ken advances to the playoffs. And what a great game by Mike Ken, who really just made Pat Swilling disappear. Terry Glanville was referring to the fact the Falcons will be playing in a dome stadium next year. Atlanta's getting it all. They had the Braves in the World Series. They're getting a new dome stadium. They've got the Summer Olympics coming up in '96. The city in the middle of Georgia is on quite a roll, and they've got themselves a pretty doggone good football team. Hey, man. Well, we talked about Mike Haynes. He played in the band when he was in high school here, and he played the beat the band today. Here he is with Tim. Well, there he was with Tim. He's on his way to the locker room. As the Atlanta Falcons, who came in as a 6-point underdog, come into New Orleans and knock the Saints out of the playoffs, 27-20. A 61-yard pass from Miller to Haynes. This was the final The winning play. touchdown. Hebert tried to take it to the sidelines against the prevent defense, and already McKyer is looking for Sanders, and he finally picks him out. And then it's the old rugby game. And the forward lateral. They're good television. You got to say that. Yep. Too legit to quit. A look into the very happy Atlanta Falcons locker room, and they're very happy because of this play with a little bit more than 2 minutes remaining. 61-yard touchdown pass to Michael Haynes sends the Falcons to Washington next week. Tomorrow on ABC Sports, the Georgia Bulldogs head to Louisiana to take on the Arkansas Razorbacks. It's the Poland Weed Eater Independence Bowl, live. The NFC Wild Card Playoff Game has been brought to you by Pontiac and your local Pontiac dealers. We build excitement. By AT&T, the right choice. And by Budweiser, the king of beers. With that clean, crisp, cold taste, nothing beats a Bud. This has been a presentation of ABC Sports, recognized around the world as the leader in sports television. A promotional fee has been paid to ABC by United Airlines. Come fly the friendly skies. Catch the holiday spirit Hey, I have to go to the bathroom. Shut up. on Sinbad and Friends, an evening of comedy and music with Heavy D, Bobby McFerrin, and Mrs. James Brown. I'll be out your house when they... On Sinbad and Friends tonight at 8, 7 Central. Monday.